Habari hii inatokea jijini Arusha na ripoti mwandishi msomi naitwa Korumba Lebabas. Chuo cha Uhasibu Arusha kupitia mradi wake wa HIT wamehitimisha mafunzo ya siku 3 ya kuwajengea uelewa wa mradi wa watumishi wa ajira mpya katika kada za taaluma na utawala. Akifungua mafunzo hayo, mkuu wa chuo kitivo cha biashara Dr. Martin Dome ameshukuru uongozi wa chuo hicho pamoja na mradi wa HIT kwa kufanikisha mafunzo hayo ambayo yatawezesha watumishi hao wapya kupata mwongozo wa utendaji wa kazi zao huku wakizingatia maadili. Naitwa Dr. Martin Matias Dome, ni mkuu wa kitivo cha biashara chuo cha Uhasibu Arusha. Leo nimebahatika kuja kufunga mafunzo ya wafanyakazi wa chuo cha Uhasibu wapya ambao ni mjumuiko wa walimu pamoja na wafanyakazi wengine wasiokuwa walimu. Mafunzo haya yamefadhiliwa na mradi wa HIT chini ya Wizara ya Elimu, ambapo chuo cha Uhasibu Arusha ni mnufaika. Mafunzo haya yamekuja muda mwafaka ukizingatia chuo cha Uhasibu Arusha kimebahatika pia kupata wafanyakazi wengi kwa mkupuo mmoja, ambao mfano mafunzo ya leo yamehudhuriwa na watumishi wapya wapatao 59. Na mafunzo haya yameandaliwa katika kuwawezesha katika mambo mbalimbali, ikiwepo ni pamoja na muundo wa serikali, utunzaji wa siri na utoaji wa huduma kama watumishi wa umma. Mafunzo haya yametolewa kusudi kuwawezesha wafanyakazi kuelewa mifumo mbalimbali ya sheria, lakini pia na mifumo ya serikali. Lakini mbali na yote hayo ni pamoja na swala zima la maadili. Naye afisa wa TAKUKURU mkoa wa Arusha Gibson Isaya amesema kwamba utumishi wa umma ni dhamana, hivyo amewaasa watumishi hao kuhakikisha wanasaidia serikali kutoa huduma kwa wananchi bila kujihusisha na masuala ya rushwa, kwani ni hatari kwao na taifa kwa ujumla. Kwa majina naitwa Bahati Wilson Gabriel, ni mwadhiri msaidizi kutoka campus ya Arusha. Ni muhitimu au mmoja wapo katika washiriki wa mafunzo yaliyokuwa nadhaminiwa na HIT juu ya wafanyakazi wapya na ambao tayari wako katika ajira, kwa mafunzo ya kuwajengea uwezo wa kufanya kazi kulingana na tamaduni na taratibu nzima za chuo cha Uhasibu Arusha. So tulipatiwa mafunzo kwa muda wa siku 3, na siku ya leo ni siku ambayo tumehitimisha kwa kuwa na shughuli au activity tofauti ambazo zimepelekea kukamilisha zoezi hili, na mwisho wa siku kila mmoja amekula kiapo chini ya usimamizi wa usalama wa serikali ambao ni GSO, na kila mmoja ametoka hapa akiwa amejua majukumu yake, maadili kama mtumishi wa umma na kila kitu juu ya kufanya ili kukidhi mahitaji ya mwajiri. Kila mmoja mafunzo haya yamemjengea uwezo. Ni pongezi zetu na kushukuru kwa mdhamini wa mafunzo haya ambaye ni HIT, ambao mradi mzima umeweza kuratibu shughuli zote toka siku ya kwanza mpaka leo tunahitimisha. Kwa hiyo shukrani zetu na pongezi kwa mradi huo, na pia ni kupongeza uongozi na taasisi ya chuo cha Uhasibu Arusha ambao imeona ni muhimu kuwa na mafunzo kama haya, kuwezesha wafanyakazi ambao wanaingia makazini na kuwapa muda wa kujifunza ili kujua kukidhi mahitaji ya mwajiri na kufanya yale ambayo mwajiri anahitaji. Kwa majina naitwa Egifrida Frederick Msigwa, natokea chuo cha Uhasibu Arusha, campus ya Arusha. Mimi ni muwaziri msaidizi. Mafunzo hayo niliyopata kwa siku 3 kutoka chuo cha Uhasibu Arusha yatanisaidia katika utendaji wangu wa kazi, hasa katika mambo maadili katika utumishi wa umma, lakini pia yatanisaidia kuzuia mianya ya rushwa, lakini pia yatanisaidia kwenye kujikinga kwenye afya zetu kama watumishi kwa ajili ya manufaa ya taasisi, lakini pia na manufaa ya taifa nzima kwa ujumla. Kwa majina naitwa Crispina Christian Ntanga, ni mkufunzi msaidizi kutoka chuo cha Uhasibu Arusha, Dar es Salaam campus.
Kwa kweli mafunzo tuliyoyapata yameweza kutuimarisha kitaaluma, kiutendaji na pia kimaadili. Kwa nafasi yangu niliyokuwa nayo, naweza kuwapa habari niliyoweza kupokea mimi, mafunzo yao namna ambayo yanaweza kutujenga sisi wote kama watumishi wa umma, swala kwa mfano la kutunza kumbukumbu. Kwa nafasi yangu nitafikisha ujumbe huo kwa kila ambaye anastahili, tuweze wote kukaa katika maadili ya kiutendaji. Mafunzo hayo yaliyofanyika kwa muda wa siku 3 na kuhudhuriwa na wadau kutoka taasisi mbalimbali yalihusisha utoaji wa mafunzo, na mwisho wa washiriki ambao ni watumishi wapya wamekula kiapo cha uadilifu wa utumishi wa umma. Hii ni Arusha Kondo Hotel, hoteli ya kisasa iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha. Muonekano wake ni wa meli iliyobeba kila kitu. Namba 1, kuna maduka ya biashara. Namba 2, ofisi za taasisi mbalimbali. Namba 3, ndo hoteli yenyewe sasa. Hapa utahudumiwa na wahudumu nadhifu wenye taaluma na kazi yao. Kwa ajili ya usalama, milango yote inafunguliwa kwa kadi maalum zinazotumia umeme. Ukiwa ndani ya hoteli, unaweza kuona mji wa Arusha vizuri na kupata upepo mwanana kutoka katika vilima vya Mlima Meru. Kuna sehemu tulivu kwa ajili ya kupata chakula kizuri kilichopikwa hapa kutokana na oda yako. Arusha Kondo Hoteli inakukaribisha kuja kupumzika hapa. Kwa mawasiliano zaidi, arushakondohotel@gmail.com. Simu 0747 705 090 na 0676 705 090.